Mashindano ya mchezo wa karate ya Japan Karate Association JKIA makala ya pili kanda Afrika Mashariki yalitamatika rasmi wikendi hii ugani Nyayo. Zaidi ya wanakarate 70 kutoka kaunti ya Kilifi walihudhuria mashindano hayo, ambapo vilabu vya Kilifi Young Eagles, Malindi Tigers na Matsangoni Karate walipata fursa ya kushiriki na kuonyesha vipaji vyao. Young Eagles walipata medali 12 ambazo 3 zilikuwa za dhahabu, fedha 5 na shaba 4, huku Malindi Tigers akijishindia medali 2, fedha 1 na shaba 1, na Matsangoni Karate Club wakionyesha ubora wao kwa kujinyakulia medali 2 zote za fedha. Mkurugenzi wa JKIA ukanda Afrika Mashariki Daniel Gombe amesifia maandalizi ya mashindano hayo, akisema yamekuwa na mvuto ikilinganishwa na mashindano ya awali. We've had a successful tournament here in Kenya. It's the second one of the type that we've had. The first one was last year, and there's a remarkable improvement in terms of the referee and also the number of competitors that have pushed up. But we can only hope that we go from strength to strength from here. So it's been 2 very long days. Competitors did very well, the referees did very well, but of course this is not possible without everyone involved, all the organizers, all the table officials, all the security, and everyone else that's involved. Peter Njagi ambaye ni mwelekezi mkuu wa JKIA nchini Kenya amepongeza jinsi vijana walivyoonyesha ubora wao katika mashindano ya JKIA, huku akisifia maandalizi ya mashindano hayo na ushindani walioonyesha wana michezo. The event has been very successful. We thank God for everything, and several people have won as expected. Performance was good, and also the organization of the event has been very successful. We expect the next event will be 2026 in December. This is it will be the 3rd edition. This was our 2nd edition. Naye Franklin Kiti ambaye ni mkufunzi wa klabu ya Malindi Tigers kutoka kaunti ya Kilifi amesisitiza kwamba mashindano hayo yaandaliwe kila mara, huku akifurahishwa na matokeo ya vijana wake wa kaunti ya Kilifi. Kule Kosi Kilifi County tumekuja vilabu 3. Malindi Tigers ambayo imejinyakulia medal 7, silver 4 na bronze 3. Kuna Matsangoni imejinyakulia medali 2 za silver, na Kilifi Young Eagles ambao mimi nikiwa coach tumejinyakulia gold 3 na silver 10 na bronze 9. Tunashukuru sana wale organizers ambao wameorganize mchezo, tunaomba uendelee. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la karate nchini Kenya, wakili George Kithi, amepongeza timu zote zilizoshiriki kwenye mashindano hayo, haswa kutoka kaunti ya Kilifi, na kuwahimiza vijana kujitokeza na kuonyesha vipaji vyao katika michezo mbalimbali. Natoa shukrani kwa zoezi hili la mashindano ya karate ambayo yamefanyika hapa Nyayo Stadium. Tumefika tamati yake na tumepata washindi wetu. Ni kwamba nafurahi kwa sababu vijana wetu kutoka Malindi na Kilifi kwa jumla wamekuja kwa wingi sana na wameshiriki katika mashindano haya, na wametoka na zawadi nyingi sana. Wao wamepata zawadi za juu kwa sababu wamepata vikombe 5, wengine 1, wengine 2. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba mchezo wetu ndani ya Kilifi ni mkubwa na unazidi kukua zaidi. Mimi kama rais wa shirikisho la karate nchini Kenya ninashukuru sana kwa sababu nikiwa na mshiko na vijana wa nyumbani kama hivi huwa inanipa moyo kuzidi kukuza talanta ya karate.
Nitazidi kuwashukuru wazazi kwa kuwaruhusu watoto wao kuja kwa mashindano haya na pia kuwapa nafasi ya kufanya mazoezi na kupata ufanisi wa kupata kushinda vikombe vingi sana. Nikiripotia kipenga cha Coco FM kutoka kaunti ya Kilifi, hapa Kilifi, mimi naitwa Kaka JP Junior, kwa namda basi unaniita John Paul na nimetoka Coco FM, ladha ya Pwani.